Juzi kulikuwa na anniversary Juma Jux na Priscilla ya ndoa yao, wamefikisha mwaka mmoja mwezi huu wa pili, na tunaona walifanya kama kipati fulani kilifanyika boti na nini, kampa maua na wakaja kutumia picha za Tupac Shakur na Janet Jackson kama kumbukizi ya anniversary ya mwaka mmoja wa ndoa. Kwa ndani ya hii wiki imekuwa kuna series ya matukio. Jana Juma Jux amepost clip, ameenda kumnunulia mke wake Priscilla saa. Bwana, ile jina gumu sana, inaitwa BV Elgaria Serpenti. Tanisaidia kusoma majina haya ndugu zangu. Hii ni saa na necklace, cheni zimekosti $44,000, zaidi ya milioni 90 za Kitanzania. Na watu wengi wameangalia hii zawadi aliyompa ya saa na ile cheni ina muundo wa nyoka. Sasa hiki kimekuja kuibua maswali kwa watu wengi. Watu wengi wanaamini sana kwenye masuala ya shiriki, mambo ya Illuminati, unaelewa, mambo ya Freemason. I don't know. Yaani kwa sababu ukisoma comment wakati Jux anamvalisha ile cheni ambayo ina umbo la nyoka, kinyoka kile. Kichwa ile sehemu ya mshale ndio kile kichwa cha nyoka kile. Then unavalisha, yani kinazunguka kama video inavyoonyesha, kinazunguka hivi kwenye mkono. Then hata kwenye shingo ina muundo wa nyoka pia. Ile cheni ilivyokaa hivi, alafu mbele zikaja kukutana hivi, kichwa na mkia huku mbele huku. Unaelewa? So watu wanahusisha sana hivyo. I don't know, sijajua Priscilla anapenda vitu vyenye mithili ya nyoka au ni nini. Of course, hiyo so kesi sana. Issue ni $40,000, zaidi ya milioni 90, yani karibia hata milioni 100. Ndio Jux amemnunulia mke wake saa na cheni. Sasa wewe niambie, zawadi gani umewahi kupewa na mpenzi wako ya gharama? Zawadi ya gharama ameshawahi kukupa mpenzi wako na uwezi kuisahau. Na kingine, kwa nini watu wanahusisha hii nyoka, hii cheni na hii saa kwenye mambo ya Illuminati, mambo ya Freemason na nini? Why? Hawa wanyama wanatumika kule? Mimi kitu ambacho nimejiuliza kiukweli, na natamani kufahamu hata kwako pia.